Kampuni inaundwa na partnership inaundwa na watu wawili lakini wasiozidi 20. Hiyo unaona tofauti ya kwanza. Lakini ukija huko kwenye kampuni, kuna kampuni ambayo inaitwa public company, kampuni ya kipublic. I don't know Kiswahili fasaha. Kampuni ya umma. Ile yenyewe inasema wanaanzia watu 7. Lakini haina maximum. Kwa hiyo mnaweza mkawa hata wangapi? Sawa? Lakini ya pili wanakuja, tofauti ya pili inakuja kwenye ile liability. Si ndio? Liability tunasema zile hasara zinazotokea kwenye ile kampuni. Nani anazibeba? Si ndio? Kwenye kampuni sheria inasema kwamba hasara zile zitaenda mpaka kwenye thamani ya zile hisa wanazomiliki wale watu wenye kampuni. Ndio zitaishia pale. Si ndio? Lakini kwenye biashara hii ya ubia, kwa maana partnership, ile hasara yenyewe itakwenda mpaka kwa wale watu binafsi. Yaani kwamba tumeuza kila kitu cha kampuni lakini bado tunadaiwa, kwa tutaenda kuchukua stuli za Bwana Masudi, hiyo kwenye ubia sasa. Meza, ili mradi kufidia lile deni. Kwa mfano kama Bwana Kayombo pale akiwa bado anakudai na kampuni yako inakufa na nini, biashara yako ya ubia inakufa, wataenda mpaka kuchukua vile vitu vingine, mradi lazima ulipe deni la serikali. Lakini tofauti nyingine wanasema ni kutransfer zile share, zile hisa zako unazozimiliki, kuziuza au kumpa mtu. Kwenye kampuni hakuna masharti. Unaweza ukaamua ukampa mtu mwingine, ukampa mtoto wako, ukampa nani, si ndio? Lakini huko kwenye biashara hii ya ubia, kwa maana partnership, huku kidogo kuna kuwa na mikingamo, kwa maana ya uwezi ukauza ukampa mtu mwingine zile hisa zako bila kupata ridhaa ya wale wenzio wote mliokuepo pale kwenye ile biashara, kwenye ubia. Lakini nyingine wanasema ni contract, si ndio? Contract kwa maana ya mikataba. Kwenye kampuni, wewe Masudi unaweza kuwa unamiliki kampuni uko wewe na Babra, si ndio? Lakini wewe unaweza ukaingia mkataba na kampuni. Si umeelewa? Si unamiliki kampuni A, lakini wewe ukawa unataka kusupply vitu kwenye hiyo kampuni A kama Masudi, unaingia mkataba na ile kampuni. Lakini huku kwenye biashara ya ubia haiwezekani. Yaani kwa sababu kwenye biashara ya ubia, biashara na yule mwenye kampuni wote ni kitu kimoja. Huwezi ukaingia mkataba na ile biashara. Umeona? Umeelewa hapo baba? Kwenye hiyo kuingia mkataba? Yaani kwenye partnership tuko watatu. Alafu wewe labda tunadili na swala kuchakata mazao, si ndio? Wewe una shamba. Kwenye partnership wewe huwezi kuchukua mazao yako ukaingia mkataba na sisi. Kwa sababu I'm a part of the company. Yes. Part of the partnership. The partnership, yeah. Yes. Lakini huku kwenye kampuni inawezekana, haina shida. Unajisevie. Umeona? Nasomira. Lakini lingine ni lifetime, maisha. Sio? Nipo kama inakuja. Inakataa. Yaani ile ule umri au muda wa ile biashara. Kwenye kampuni tunasema ina perpetual succession, yani maisha yake hakutegemei wewe maisha yako. Wewe unaweza ukafa, kampuni ikiendelea tu. Haina shida. Si ndio? Lakini bwana, kwenye partnership ukifa, tuna dissolve kwanza partnership. Yaani lazima kwanza partnership ife. Alafu ndio kama tunataka kuendelea sasa mimi na Babra tuitengeneze tena upya. Hiyo nimeipenda hiyo. Kama watu watatu. Si ndio? Tuna watu watatu, mimi na huyu na huyu na huyu. Tuna kampuni tunaenda. Tuna shares zile. Si ndio? Hiyo kampuni sasa. Ndio sasa sielewi sasa sio watu tunafanya. Hiyo ni partnership bado kwenye kampuni tuko watatu, A, B na C. Anakufa A, B na C wanaendelea na shughuli. Na shares zangu mimi nakuwa nimeandika labda kwenye will kwa mtoto wangu. Atapewa mtoto wako au baba au nani. Ngoja kwanza. Kwenye partnership. Kwenye partnership ukifa tuna dissolve. Subiri. Shares zangu zinaenda. Yaani ukifa, yani kwamba tunaivunja, kila mtu anapewa anachostahili. Kwa hiyo itapelekwa sasa kwa urithi. Lakini sio kwamba wale wataingia kwa sehemu ya biashara. But what if kwenye hiyo partnership mimi idea ndio ilikuwa ni, yani mimi ndio nimeleta idea, yani hapo. Sasa hapo tunakuja. It doesn't matter. Hapo si idea ni ya kwangu, mimi ndio nimejenga. Hapana, kwenye partnership iko hivi. Na ndio maana kuna zile sharing ratio. Kwa sababu kwenye partnership mnachopata, hii tofauti nyingine. Mnachokipata kile kama faida, mnagawana.
si ndio? Sio pasu kwa pasu kulingana na nani, kutokana na sharing ratio. Kwa hiyo wewe unaweza kuwa umeleta idea kwenye partnership. Masudi anaweza kawa kaleta mitambo. Mimi naweza nikaa nimetoa ardhi. Sawa. Lakini kwa kiwango tofauti. Unaweza kawa labda una 50%, Masudi 20%, mimi 10%. Na faida tutagawana hivyo hivyo. Lakini kwenye kampuni hiyo sio kesi. Subiri rudi kwenye partnership. Mimi nitakapodondoka ile 50 yangu sasa inakuaje wakati mimi ndo ni founder? Ukidondoka sasa. Founder. Ukidondoka, tunachokifanya tuna kitu tunaita tuna dissolve ile partnership. Yaani tunaivunja ile partnership. Tukishaivunja tunagawana. Kila kitu tunagawana, madeni, mali tunagawana. Umeshaelewa? Afinyi mlobakia mnaanza upya. Sasa huyu mali zake sasa ndio tutapeleka kwa wale ndugu zake warithi wake. Hebu nikuulize kwenye kampuni. Naam. Kwenye kampuni tuko watu watatu. Si ndio? Sawa. A amekufa. Si ndio? Share zake unasema zitaendelea kuwepo kupitia familia yake. Sasa nakuuliza swali. Katika huu utatu wetu tuliokuwa nao, kuna wakati tulikuwa tupati tu faida, kuna wakati tulikuwa tunapata hasara, tunatakiwa tuchangie tena. Sawa. Tutoe fedha tuziingize kwenye kampuni. Familia yake kama haina hela ya kuingiza? Familia yake kama haina hela ya kuingiza? Wakati yeye kashaondoka. Sasa hiyo ni case tofauti. Kwa sababu hapa tunazungumzia ni zile tu ule umiliki. Umeshaelewa? Yaani tunazungumzia tu ule umiliki wa share zake kwamba sasa hivi Babla ataingia kama sehemu ya mmiliki. Umeshaelewa? Sasa watuvuruga tu hapa. Yuko mtaalamu mmoja pia naye walikizungumza naye kule kwenye TV wa kilimo. Akiondoka na kuaisha choka Kwa hapa tunazungumzia kwanza ule umiliki. Sitaki bana. Umeshaelewa? Ule umiliki. Sasa mambo ya kuwa kwamba kunahitaji kuongezeka capital au kupungua, hiyo inakuwa ni swala lingine kwenye kampuni. Umeshaelewa? Hiyo ni swala lingine. Kampuni inaendelea na shughuli zake kama kawaida. Na inapeleka kodi kwa Kayombo kama kawaida. Lakini partnership lazima ife kwanza. Kila mtu achukue chake. Sio mpango mzuri. Sasa nenda wewe. Isa kwa mtu ambaye anataka kufuatilia labda Limis. Imerekodiwa? Kwa hiyo itakuwa tutaweka kwenye ile CPA Isa Masud. Kwenye Instagram. Instagram. Sawa. Asante Isi.